ukanipata, nilimuita Yesu akanijaza. Moyo uliovunjika amefanya Bwana, naimba, nimeokoka kweli. Nilitoka gizani, nuru ikanipata, nilimuita Yesu akanijaza. Moyo uliovunjika amefanya Bwana, naimba, nimeokoka kweli. Nimeokoka, nimeokoka, sasa ni safi kwa damu ya Mwana. Nimeokoka, nimeokoka, sasa ni safi kwa damu ya Mwana. Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Langu jina ni Bishop Emmanuel Edward Sinduije. Ni mchungaji na mwangalizi wa makanisa ngome ya makimbilio duniani. Popote ulipo, ni ukaribishe kwenye kipindi chetu cha Hakuna Gumu kwa Mungu. Ni kipindi cha kujifunza neno la Mungu pamoja na maombi. Ni kualike na uweze kushare kipindi hiki kwa wengine wapate kujifunza, na Mungu atakubariki utakuwa umehubiri pamoja na mimi. Kabla yote tuombe kwanza. Baba, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema na mwaminifu. Asante kwa ajili ya familia hii. Baba, huyo mama au kijana au binti ambaye anatufuatilia majira haya. Bwana Yesu, asante kwa sababu uko pamoja na sisi majira haya, hautatuacha. Karibu kuanzia mwanzo wa kipindi hiki na mpaka mwisho wa kipindi hiki, ukaendelea kuwa pamoja nasi kwa utukufu wako. Asante kwa sababu hautatuacha, hautatupungukia. Neema yako inatosha na mkono wako ni mkuu kwa utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ndugu msikilizaji, leo tutajifunza somo linasema jinsi ya kuwashinda walinzi wa malango katika ulimwengu wa roho. Jinsi ya kuwashinda walinzi wa malango katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Katika ulimwengu wa roho, maisha ya mwanadamu yana milango. Katika ulimwengu wa roho, maisha ya mwanadamu yana milango. Kuna milango ya baraka, milango ya fursa, milango ya kuinuliwa, lakini mara nyingi watu hukwama kwa sababu kuna walinzi wa malango hayo. Kwa hiyo hawa ni nguvu za kiroho zinazosimama kuzuia na kuchelewesha, kupinga mtu asiingie katika baraka zake. Hawa walinzi kazi yake ni kuzuia na kuchelewesha na kupinga mtu asiweze kuingia katika baraka ambayo amekusudiwa. Kitabu cha Danieli 10:13, mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21. Kwa kulikuwa na upinzani katika ulimwengu wa roho, malaika alizuiwa kufikisha majibu ya Danieli wakati Danieli akiwa katika hali ya maombi. Jina la Bwana libarikiwe. Hii inaonyesha kuwa walinzi wanaweza kusimama kwenye milango ya baraka zako na maisha yako na kushughulika na maisha yako. Walinzi wa malango ni nini? Walinzi wa malango ni nguvu za kiroho zinazosimamia maeneo fulani ya maisha yako. Zinaweza kusimama kwenye mafanikio yako au walinzi. Hizi nguvu za walinzi zinaweza kusimama kwenye mafanikio yako, ndoa yako, fedha zako, huduma yako. Waefeso 6:12, kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Hawa si watu wa kawaida, bali ni nguvu za kiroho, nguvu zilizo kwenye ulimwengu wa roho, ambazo katika kila lango lako la baraka na neema huwa kuna uwepo wa walinzi wa upinzani kwenye ulimwengu wa giza, wanaotokea ulimwengu wa giza, wanao kazi yao ni kupinga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kazi yao ni kupinga, sio walinzi wa kawaida, ni walinzi waliobeba nguvu za roho au za kiroho. Chanzo cha nguvu za walinzi hawa. Walinzi hawa hawafanyi kazi peke yao, wanapata nguvu kutoka kwenye madhabahu. Ndio maana nisikilize kwa makini hapa, itakusaidia. Sio kila madhabahu unayoenda kutoa sadaka au unayoenda kuombewa ni madhabahu sahihi. Hilo swali kusaidie kujua na uelewe kabisa, si kila madhabahu unayoenda kuiabudu ni madhabahu sahihi. Kwa lazima kabla ya kuinua sadaka na kufanya ibada na hiyo madhabahu, huo umejihakikisha kabisa, kwa sababu unaweza kukuta hiyo madhabahu ipo connected na mifumo ya giza
ukaenda kuharibu hatima yako ya maisha yako kabisa. Ndio maana tuna watu ambao wana dalili nyingi. Unatoa sadaka sana, unaombewa sana, lakini hauoni kutoka, hauoni kukwamka, zaidi unaona kukwama tu. Kwa hiyo tunaenda kuangalia madhabahu maana yake ni nini. Kitabu cha Mwanzo 8:20, Nuhu akamjengea Bwana madhabahu. Madhabahu ni mahali pa sadaka, chanzo cha nguvu za kiroho, kitu kinachounganisha dunia na ulimwengu wa roho. Madhabahu ni kitu kinachounganisha nguvu za kiroho. Amen. Kinachounganisha dunia na ulimwengu wa nini? Wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo jifunze kuelewa kabisa kwamba madhabahu anaweza akawa mtu. Unaposema naenda madhabahuni kupeleka sadaka, ile sadaka hauipeleki kwenye mimbali, bali unaenda kumpa mchungaji. Madhabahu huwa ni mchungaji. Lakini pia katika ulimwengu wa roho kuna madhabahu ambayo ni sehemu, ni eneo. Hata mtu unaweza kuwa madhabahu, hata jiwe linaweza kuwa madhabahu. Kwa hiyo ni kiunganishi cha dunia na ulimwengu wa roho. Jinsi madhabahu zinavyowalisha walinzi. Madhabahu mbaya hutoa nguvu kwa walinzi, huwapa uhalali wa kusimama kwenye maisha yako. Madhabahu mbaya, kwa mfano, dhambi ambayo hutaki kuiacha kwako huwa inageuka kuwa madhabahu inayowalisha walinzi, ili kwamba uendelee kukaa katika huo mfumo wa hilo tatizo. Kwa ile dhambi ambayo imekuwa kroniki kwenye maisha yako hugeuka kuwa chakula, ile dhambi cha kuwakomaza au cha kukomaza ile nguvu iliyo nyuma, inayokushawishi, inayokufanya uendelee kufanya hilo tukio au hayo mambo ambayo unajitahidi kuyaacha, unashindwa kuyaacha. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Wafalme wa kwanza 18:26, wakamwita Baali tangu asubuhi hata adhuhuri. Kwa sadaka huamsha nguvu za kiroho. Madhabahu mbaya zinaweza kuwa familia, urithi wa familia, dhambi, maagano ya zamani. Bila kuvunja madhabahu za familia na dhambi na maagano ya zamani, walinzi hawezi kuondoka. Kwa kuna walinzi wanaolinda kile kilichowekwa kwenye ukoo. Wewe umetoka kwenye hilo chimbuko la huo ukoo na hiyo familia, lakini wako walinzi ambao wanapambana na hicho ulichokiweka. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kitu gani ulichokiweka kwenye maisha yako ambacho sio cha Mungu? Hicho kinaendelea kuwapa nguvu walinzi wa nguvu wa ulimwengu wa giza. Walinzi ambao ni roho za giza waendelee kukutesa na kukusumbua katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Na katika ulimwengu unaweza kuona matokeo pia. Lakini ziko njia 5 za kuwashinda walinzi. Ziko njia 5 za kuwashinda walinzi wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. 1, vunja madhabahu zinazowalisha. Waamuzi 6:25, ibomoeni madhabahu ya Baali. Lazima ushughulike na chanzo cha tatizo. Usipobomoa madhabahu, vita itaendelea. Ndio maana unaweza kukuta unashughulika na madhabahu yoyote la eneo hilo ulipo, ya kazini. Leo inapoa, baada ya wiki 2 au mwezi inarudia tena. Shughulika na madhabahu ambayo ipo. Shughulika na walinzi. Lazima ushughulike na chanzo. Bomoa na mifumo, vyanzo vya hiyo roho. Kuvunja madhabahu za ukoo, kukataa maagano mabaya. Hii ndiyo hatua ya msingi kabisa. Usiingie vita vya kiroho, vya kupigana vita vya kiroho ukiwa bado hujashughulika na mifumo hii ya kwanza ya kuvunja madhabahu zinazowalisha walinzi. Angalia ni madhabahu gani. Dhambi inaweza kugeuka kuwa madhabahu ya uharibifu. Angalia ni changamoto gani ambayo inaendelea kusimama kwenye maisha yako. Shughulika na hiyo roho mwanangu, itakusaidia. Lakini unaweza kujikuta tunakuombea au unaombewa, unatangatanga makanisa mengi, hauna baba wa kiroho. Ndio maana unakuta sasa mambo yanakuwa si mambo, yanaharibika. Lakini namba 2, tumia damu ya Yesu kufuta haki zao. Ufunuo 12:11, wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Kwa damu ya Yesu hufuta madai. Damu ya Yesu huvunja hukumu. Walinzi hupoteza nguvu wanapokosa uhalali. Damu ya Yesu ndio ushindi wa mwisho. Walinzi wanapokosa uhalali, maana yake hawana nguvu katika maisha yako. Lakini hawa walinzi watasimama kwenye malango yako na kukutesa. Utahangaika na uchumi, utahangaika ishu ya kuolewa. Una walinzi wanasimamia lango la ndoa. Una walinzi wanasimamia lango la baraka zako za uchumi.
Kuna walinzi wanasimamia lango ambalo ni la breakthrough kwenye eneo la marafiki, watu muhimu. Nitatoa watu kwa ajili yako. Kwa maana yake wale watu ambao Mungu anawaleta wanapingwa, wanazuiliwa. Unaweza kushangaa kanisa mnasali wote ni watu wa kawaida. Wale watu wenye fedha wakanyagi, unapowasiliana nao, unapofika sehemu fulani ili uweze kukaa nao, wanapeperuka, wanaondoka. Kwa hii ni roho ambao kuna walinzi wanaoshughulika, mna mifumo. Kwa unaweza kujikuta unapambana na roho zote, lakini kuna uwepo wa mifumo ambao lazima ushughulike nayo kwa namna ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Namba 3, simama katika mamlaka ya Kristo. Luka 10:19, nimewapa mamlaka. Simama katika mamlaka ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Simama katika mamlaka ya Kristo. Luka 10:19, wewe si mnyonge, una mamlaka ya kiroho. Tamka, ninakataa kila kizuizi. Unapoomba kataa. Mamlaka lazima itumike. Mamlaka lazima ifanyeje? Itumike. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo usije ukafikiri kwamba vita ni kitu cha kawaida. Hii sio vita ya kawaida. Lazima usimame kwa mamlaka. Lazima usimame kwa mamlaka. Kwa sema ninakataa. Usiruhusu mifumo ya adui kuendelea kutawala. Namba 4, fanya maombi na mifungo ya vita. Fanya maombi na mifungo ya vita. Mathayo 17:21. Kuna mambo yawezekaniki, namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Baadhi ya vita ni nzito, zinahitaji kufunga. Hatufungi mara moja, mifungo mingi. Dunia hii haiwezekani, na vita haziwezekani mpaka mfungo. Mifungo ya kutosha, funga mpaka vieleweke. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo kwa nia kabisa ya dhati, amua kuwa muombaji na mfungaji. Kwa nia ya dhati, amua kabisa kuvunja vizuizi kwa njia ya kufunga. Mfungo huongeza nguvu na ushindi. Mfungo unatiisha mwili na kuruhusu roho izungumze na Mungu. Mfungo unamfanya mtu aingie ulimwengu wa roho. Mfungo unamfanya mtu asiwe mwilini asilimia zote. Anatakiwa aishi rohoni. Kwa kufunga sio kuutesa mwili. Kufunga ni kuacha kula kwa ajili ya kuzungumza na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa una watu ambao wanafunga, lakini lengo la kufunga ni kujitesa tu, lakini kufunga ni zaidi hapo. Kwa unapozungumzia walinzi, hapa nimezungumza tu kwa ufupi, lakini fuatilia kitabu changu cha mfumo wa utendaji wa anga na serikali ya mfumo wa utendaji wa anga na mbingu 3. Anga 7 na mbingu 3. Fuatilia vizuri. Nimeelezea mle vitu vingi sana. Walinzi wanafanya kazi gani? Walinzi, unapoona mfano katika maisha yako, unaahidiwa vitu alafu havitokei. Yaani wewe wamekuahidi kazini, ukija tunakupa kazi, alafu ukienda kazini wamebadilisha mwanzo. Au unashangaa wale mliokubaliana kukutana, ukifika ile siku ukipiga simu hazipatikani. Ni kazi za walinzi. Kazi ya walinzi ni kupigana na mifumo ya mpenyo. Unapotaka mpenyo, pale unapoona mpenyo umetokea, unasema haleluya, unalala usingizi. Omba, acha kulala. Unakuta tayari walinzi wameshaingia kwenye ile lango, wamevuruga. Kwa unacheza na mfumo wa anga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unazungumza na mtu ambaye Mungu amempa neema kujua ulimwengu wa roho. Moja ya somo ambalo ukiniambia hata nikiamka usingizini kufundisha ni somo la ulimwengu wa roho, kwa sababu nimeishi maisha ya kuteseka sana. Kwa hiyo ikanipelekea sasa kuanza kuishi maisha ya rohoni. Kwa hiyo naweza nikafika eneo la mtu nikajua hapa huyu mtu kapigwa hapa, lakini asijui. Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo unahitaji neema. Kwa hiyo walinzi sio watu wa kawaida. Ni nguvu za rohoni zinazofanya kazi ya upinzani wa kupinga wewe usichomoke kwenye hiyo changamoto, ya kupinga wewe usitoke kwenye hilo unalolipitia. Kwa ndio maana lazima upambane, lazima ukubali vita vipigwe, lazima ukubali kunyanyuka. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Namba 5, ishi maisha matakatifu na utii. Dhambi zenu zimewatenga na Mungu, zimeuficha uso wa Mungu. Ile Isaya 59 mstari wa 2. Dhambi huwapa walinzi nafasi, utakatifu wafunga. Utakatifu ni silaha katika ulimwengu wa roho. Epuka dhambi, tabia mbaya. Utakatifu ni ulinzi wako wa kila siku. Linda maisha yako,
Siishi maisha ya mazoea na watu hawajajua. Unashangaa mbona vitu vyangu. Yaani moja ya silaha kubwa itakao kusaidia kujibiwa maombi yako ni kuishinda dhambi. Ishinde dhambi. Dhambi ndio inaweza kupelekea wewe kwenye maisha yako kaishi maisha ya makida. Kaishi maisha ambayo hayaeleweki. Kesho yes, today no, tomorrow yes, today no. Unajikuta maisha yako ni maisha ambayo unatafuta nani amekuloga, lakini chanzo ni kutokuwa na maisha matakatifu. Kwa walinzi wa malango wanaweza kuzuia maisha yako, lakini hawana nguvu kuliko Mungu. Ushindi wako uko katika kuvunja madhabahu, kutumia damu ya Yesu, kusimama katika mamlaka na maisha matakatifu. Hawana mamlaka na hawamzidi Mungu. Mungu ana nguvu, lakini mtu anayeweza kumpa nafasi Mungu ili Mungu amtetee ni mtu anayeacha dhambi na kuishi maisha matakatifu. Mtu anaishi maisha matakatifu. Unajua, unapofundisha masomo kama haya watu wengi hawaelewi. Wanaoelewa ni wachache. Kuna watu wanapitia changamoto, wanapitia matatizo. Kuna watu wanatafuta namna kwa nini wanapitia hayo. Kuna watu wanalia, wanaumia, wanapambana. Kwa nini hali hizo wanazipitia? Lakini nataka nikuhakikishia kwamba inawezekana kabisa Bwana akakutetea katika hilo. Lakini simama katika mfumo, utakusaidia kujua kwamba kuna walinzi wanaopambana. Ukiona tu unaahidiwa vitu, ukiona tu unapanga mambo yako hayaendi, yanaahirishwa na badilika, jua kabisa hapa kuna mfumo wa walinzi ambao upo na unasimama kwenye maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa lazima ifike hatua ujue na uelewe kwamba maisha matakatifu ni silaha ambayo itakusaidia kuweza kumshinda adui yako, na hao walinzi hawatakuzuia tena na hawatakusumbua, kwa sababu utakuwa umeshawashughulikia na umepambana nao. Bwana Yesu asifiwe. Weka mkono wako kifuani, sema Bwana Yesu, ninakushukuru kwa sababu ni mwema. Ninavunja kila madhabahu inayowalisha walinzi maishani mwangu. Huenda kuna dhambi ambayo imekaa kwenye maisha yangu ambayo inanizuia mimi kusimama kwenye kusudi. Katika jina la Yesu, kila mlinzi wa giza anayezuia milango yangu ya baraka, anguka kwa jina la Yesu. Ninatangaza kufunguliwa kwa milango yangu ya baraka na neema. Hakuna kizuizi kitakachosimama kwenye maisha yangu tena, katika jina la Yesu. Kuanzia leo mimi sio mtu wa kushindwa. Ewe dhambi uliyekaa kwenye maisha yangu kwa muda mrefu, uliyenisumbua kwa muda mrefu, ninakata kiu ya dhambi kwenye maisha yangu. Ninakata kiu ya pombe, ninakata kiu ya zinaa, ninakata kiu ya uasherati, ninakata kiu ya uongo, roho ya kiburi na dharau kwenye maisha yangu. Toka, achia maisha yangu, toka, achia maisha yangu. Ninabomoa kila mikataba, ninabomoa kila mifumo yote ya kuzimu katika jina la Yesu. Ninaangamiza na kuangusha roho zote za giza kwenye maisha yangu. Ninabomoa, sema ninabomoa, sema ninabomoa, sema na kubomoa kila walinzi walio katika malango yangu ya mapambazuko, malango yangu ya baraka, malango yangu ya ndoa, malango yangu ya uzao, malango yangu ya heshima katika jina la Yesu Kristo. Ewe mlinzi, sema ninakuangusha kwa jina la Yesu, sema ninakuangusha kwa jina la Yesu. Kila uhalali niliokupa kupitia ile dhambi nafuta kwa damu ya Yesu. Ninatumia damu ya Yesu kama kifutio, natumia jina la Yesu kama silaha. Nabomoa. Haya, anza kubomoa. Ninabomoa na kusaidia kubomoa, na wewe bomoa katika jina la Yesu Kristo, Mungu aliye hai. Huyo msikilizaji Bwana uliyempa neema katika ulimwengu wa roho, wako walinzi ambao wameteka malango yake ya baraka, wameteka malango yake ya neema, wamekamata maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Ninavunja na kubomoa, ninaharibu kila mikataba, ninaharibu kila roho za giza, kila mifumo ambayo ilisimama kwenye maisha yake, ilisimama kumwonea. Rabashanda bakaraba koria, ninavunja kwa moto la, ninaharibu kwa moto la kila mikataba na kila roho zilizosimama dhidi ya maisha yake. Ninaangusha kwa jina Yesu, ninaharibu kwa jina Yesu, kushoto kulia moto. Ninaangusha kila roho, ninaangusha kila mifumo. Enyi walinzi ambao mmekaa kwenye maisha yake, mmekaa kwenye malango yake, angalia kila anachokifanya, anaona anakwama, hakuna kinachotokea, anabidii lakini matokeo yake ni madogo. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, ninamtoa kila mitego ambayo imetegwa kwenye ulimwengu wa roho zidi ya maisha yake, zidi ya ndoa yake, zidi ya uzao wake, zidi ya mahusiano yake. Shana makaraba koria rika na mashanda baraba. Ninapasua kila madhabahu, ninapasua kila roho za giza, ninavunja kila mikataba kwa jina la Yesu Kristo. Ewe pepo ambaye umekaa kwenye maisha ya hiyo familia, umekaa kwenye maisha ya huyo mtoto, umekaa kwenye maisha ya hiyo ndoa, umekaa kwenye maisha ya hiyo biashara, tazama maisha yake
yake umeyakamata. Enyi walinzi mliopewa walali kupitia zambi za mababu, kupitia mifumo ya asili, ori mashakaba, kila maagano yaliyohusisha damu, kila maagano yaliyohusisha sadaka, ninafanya mapinduzi, ninaangusha, ninaharibu, ninaponda, ninaangusha, ninaharibu, ninaponda. Rikarabashaka yana makaraba kwa moto lao. Achia maisha yake kwenye ulimwengu wa roho. Ninamfungua. Funguka kuwa huru sasa. I set you free now. Be free. You are free now kwa jina la Yesu. Toka ewe pepo, kila mikataba na roho za giza zilizotamka kwenye maisha yako kwa bali ya uharibifu, ninakataa hiyo nguvu kwenye maisha yako kutawala tena. Wewe ni mali ya Kristo na wewe ni tumaini. Bwana amekupa neema ya kutembea katika ushindi. Kuanzia sasa umewekwa huru. Maarifa hayo yatumie katika kila siku kukusaidia kuvuka katika jina la Yesu. Ndugu msikilizaji, Mungu akubariki wewe uliyekuwa pamoja nami tangia mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi hiki. Popote ulipo, unaweza kuwasiliana na mimi kupitia namba 0789950580. Popote ulipo, nipigie namba hiyo kwa ushauri na maombi. Nipo Dar es Salaam, Tanzania. Mungu akubariki, Mungu akutende mema. Barikiwa. Mafungo yamekatika, dhambi haina nguvu tena. Mafungo yamekatika, dhambi haina nguvu tena. Maisha yangu sasa yamefunikwa neema. Sina tena hatia, nimeoshwa kabisa. Jina langu limeandikwa mbinguni. Yale ya kale nimeacha nyuma, naongozwa na Roho Mtakatifu. Yale ya kale nimeacha nyuma, naongozwa na Roho Mtakatifu. Nimeoshwa, nimesamehewa, damu ya Yesu yanitakasa. Nimezaliwa mara ya pili, sasa ni mpya. Haleluya.